hongereni kwa ibada hii. Wanawake wa Kristo, hongereni kwa kuadhimisha maombezi siku ya leo. Amina. Ni kwa upendeleo tu ambao Mungu ametupa, tunaonekana kwamba sisi ndio wenye sikukuu, ila ni kwa sababu Mungu ametupendelea. Kwa hiyo sisi tunakuwa kiongozi, lakini ibada ya maombezi inatuhusu sisi sote, ni ya kwetu sisi sote. Na ukitaka kujua ili ibada hii iwe na mafanikio makubwa, basi ni lazima wabeba maono wawe pamoja na sisi. Wabeba maono wakisema sisi haituhusu, ikija kutokea siku moja wakasema sisi hatuhusiki, tutayumba. Kwa hiyo ibada ya maombi au ya maombezi inatuhusu sisi sote, lakini sio kwa nia ya kuyumba tu, lakini kwa lengo ya kwamba maombi yanamhusu kila aliye mwanadamu. Mwanadamu yeyote aliyeko chini ya jua anatakiwa kuhusika katika maombi au maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Basi mgeukie jirani yako, mwambie shalom, shalom. Shalom, shalom. Mwambie karibu tusikilize ujumbe wa neno la Mungu. Na somo letu tulilopewa kwa mwaka huu ni somo zuri kabisa, ambalo tukitoka hapa kila mmoja wetu anapaswa kujidai na kujigamba, kwa sababu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu. Jivunie kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu, yaani jinsi ulivyo, jivunie kwamba umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na Mungu. Somo tulilopewa neno kuu ni kutoka katika kile kitabu cha Zaburi ya 139 ule mstari wa 14. Zaburi 139 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutiisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yayajua sana. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kama ilivyo upendeleo kwamba mwanamke tumepewa nafasi kubwa katika jamii zetu, lakini si katika jamii tu, hata katika familia zetu. Si katika familia tu, lakini katika kanisa letu. Mwanamke umepewa nafasi kubwa na mtazamo tofauti na wanavyotazamwa wa baba, pamoja na nafasi kubwa walizonazo, lakini mwanamke unayo nafasi. Kama mwanamke unatambua ya kwamba Mungu amekuumba kwa kusudi, basi uwe na uhakika kwamba kuna nafasi ambayo umepewa ili ulitumikie kusudi. Yaani kuna kusudi ambalo unapaswa kulitumikia, yaani kuwepo kwako unatakiwa kutambua kwamba kuna kusudi la Mungu ambalo unatakiwa ulitumikie. Kumbuka, kazi yoyote ni ndani ya nafasi. Kama hakuna nafasi, hakuna kazi, na kama kuna kusudi, basi kuna nafasi ya kulitumikia kusudi hilo. Biblia inatuambia mbinguni kila mtu atapimwa kwa kazi yake. Kila mmoja wetu aliyepo hapa leo, Biblia inatuambia kwamba mbinguni utatoa hesabu ya kile unachokifanya unapokuwa hai mahali hapa au duniani. Nafasi ni nini? Nafasi ni fursa au eneo unayopangiwa katika kutimiza jukumu
fulani. Tukisoma katika kile kitabu cha Warumi, ile Warumi sura ya 12 ule mstari wa 3 hata wa 9. Warumi 12 ule mstari wa 3, tunaona namna gani anavyoeleza. Neno la Mungu linasema, kwa maana kwa kuwa neema niliyopewa nawaambia, kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyowagawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi. Yaani ni namna anavyoeleza nafasi zetu tunavyotakiwa kushirikiana katika utendaji wake au katika kutenda kwetu. Ndio maana ili dhambi iingie, cha kwanza ni lazima inatafuta nafasi. Pasipo nafasi dhambi haiwezi kuingia. Warumi 7:8 anaeleza ni namna gani. Warumi 7 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, lakini dhambi ilipata nafasi. Kwa hiyo ili dhambi iingie kwa mtu au mahali, ni lazima kwanza ipate nafasi. Pasipo kupata nafasi dhambi haiwezi kutimilika au kutimiza kusudi lake. Lakini tukisoma katika ile Habakuki 2:1 hadi 3, anaeleza kwamba iandike njozi na uingoje. Ina maana kuna mahali unapaswa kuingoja au kuna sehemu. Hivyo basi ina maana kuna sehemu ambapo lazima jambo fulani linapaswa kutendeka. Ile Habakuki 2 mstari wa 1 hadi wa 3 anaeleza uiandike njozi na uingoje. Wapi? Kuna mahali unapaswa kuingoja au kuisubiri. Lakini tukisoma katika ile Efeso 4:27, neno la Mungu linasema na wala msimpe ibilisi nafasi. Kumbe tunazo nafasi. Ina maana ni hiari yetu kuamua au kukubali kwamba nafasi tulizo nazo tunaweza tukamwachia adui akazitumia au akatumia nafasi hizo tulizo nazo. Ina maana ni hiari yako wewe kukubali nafasi yako itumiwe na adui. Neno linasema wazi kwamba na wala msimpe ibilisi nafasi. Kumbe tunazo nafasi na adui anaziwinda sana hizo nafasi ili aweze kutimiza yaliyo makusudi yake. Katika mtazamo wa kibiblia, nafasi ya mwanamke inatazamwa kwa upana zaidi kuliko mtazamo wa kimapokeo. Yeremia ni nabii mkubwa sana katika Biblia na ndiye aliyetambua nafasi kwamba wanawake wanayo nafasi kubwa ndani ya taifa. Yeremia ndio aliyetambua. Tukisoma pale kutoka katika kitabu cha Yeremia 9:17 tunaona ni namna gani Yeremia alivyoweza kutambua. Kama utakumbuka pale mwanzo nilianza kwa kusema majigambo yetu yote, majivuno yetu yote ni kwa sababu ya wabeba maono. Kwa sababu tumepewa nafasi kubwa kama wanawake, si kwamba wanaume hawana nafasi. Yaani kama wewe ukipewa nafasi kubwa, basi itakuwa kwamba mwanaume anapewa nafasi kubwa zaidi. Hivyo basi wanaume ndani ya kanisa hili tutambue kwamba sisi ndio wabeba maono na sisi ndio wa kutambua nafasi
hili. Lakini tukiendelea mbele tunaona hata nafasi ya Esta. Esta hakuweza kuitambua nafasi yake au hakuweza kutambua position ambayo Mungu aliweka ndani yake kwa ajili ya kulikomboa taifa lake. Ni mpaka pale Mordekai alipoona. Kwa hiyo bado tunaona ni wale wanaume ambao wanaweza kuangalia kwamba kumbe mke wangu anayo nafasi katika familia, lakini hajaitambua. Mordekai alipotambua, alikwenda kumwambia Esta moja kwa moja, pamoja na kuambiwa. Esta aliogopa kuangamia. Esta aliogopa kwamba nikisimama kinyume cha utaratibu ninaweza kuangamia. Ndivyo ilivyo hata sasa. Mwanamke mmoja anaona kwamba nikisimama na kutoa sauti, nikisimama na kusimamia jambo fulani ambalo naliona haliendi sawa, nikisimama kanisa litanionaje? Wazee wa kanisa watanionaje? Watanitambuaje? Kwa hiyo tumekuwa na ule mtazamo wa kuhofia kwamba nikisimama nitaonekanaje? Nikisimama watanitazamaje? Nikisimama wataniona vipi? Ndicho ambacho kimeendelea kufisha huduma ndani ya wanawake walio wengi, kwa sababu ya kukosa ile nia ya kujiamini, ya kukosa ule uelewa wa kwamba natakiwa kusimama kwa zamu yangu ili kuweza kuinusuru familia yangu, ili kuweza kulinusuru kanisa langu, sio kusimama na kusema kwamba mnaona ndio kiongozi, umesikia habari za mchungaji, umesikia habari ya kanisa, unaona kanisa, tulijua. Wewe Mkristo uliyeko kanisani, sio nafasi yako ya kusimama na kushangilia kwamba tulijua kwamba yule kiongozi ataharibu, tulijua kwamba mchungaji ataharibu, tulijua. Sio nafasi yako, bali ni unapaswa kutumia nafasi yako kwamba kumbe yanatokea haya ni kwa sababu hatujasimama katika nafasi zetu, hatujatambua wajibu wetu kwamba kama Wakristo tunapaswa kufanya nini ili kanisa letu liweze kusimama, ili familia yako iweze kusimama. Nilijua kwamba huyu si mwanamke, nilijua kwamba huyu mwanamke atanisumbua. Hata wazazi wangu walisema haitatusaidia. Kanisa la Mungu, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja akitambua position yake, kila jambo litaenda sawa sawa. Mtu unapoona jambo halijawa sawa, tusiwe wepesi wa kunyosha vidole na kwamba nilijua kwamba litatokea, bali tuwe wepesi wa kutambua kwamba haya yanatokea kwa sababu mimi sijasimama katika nafasi yangu. Kila mmoja akitambua, sidhani kama haya yanayoendelea yataweza kuendelea tena, kwa sababu kila mmoja ataweza kusimama katika nafasi yake na kutambua kwamba haya mambo yanatakiwa kwenda namna gani. Tunapoona Mordekai alipokwenda kumwambia Esta hakuweza kulipokea lile neno, au hakuweza kutambua kwa sababu tu alihofia kwamba ataweza kuangamia. Hakuishia hapo. Unapopata nafasi ya kueleza jambo juu ya kanisa au juu ya familia yako, usione kwamba nilishamwambia lakini halijafanyika. Haliishi hapo. Mordekai alitambua hiyo baada ya kumwambia na kuona kwamba Esta hajaweza kukubaliana na ile hali. Alifunga na kumwombea. Alitaka kumwambia yeye aliyemuomba, yeye aliyeweka kile kitu ndani ya Esta ndiye ambaye ashughulike na moyo wa Esta. Huyu Mungu aliyetuumba sisi wanawake ndiye Mungu anayetakiwa kuhusika katika mioyo yetu au katika maisha yetu, ili tuweze kuzitambua nafasi yetu na kusimamia kusudi lake. Na ndio maana
na kutangaza kwamba kila mtu anatakiwa kufunga usiku na mchana, tusile wala kunywa. Hata mimi pamoja na wafanyakazi wangu tutafanya hivyo hivyo. Nataka nikwambie kwamba unawezaje kutambua kwamba una nafasi gani, au utawezaje kutambua kwamba huyo mtu ana nafasi gani ndani ya kanisa? Tunaweza kutambua kwa kujitazama au kuangalia ni kitu gani ambacho unapendelea kukifanya na ukikifanya unakifurahia sana. Tukisoma katika kile kitabu cha Matendo 9:36 tunaona mwanamke Dorcas alifanya yale matendo ambayo yalipelekea hata kurudisha uhai wake. Yeremia alipoona ya kwamba wamefikia hali ya kuangamia, wamefikia hatua si mbaya, akaagiza na kusema, piteni huku na huko, nitafutieni wanawake waombolezaji. Si tu wanawake kwa sababu nimevaa gauni basi naonekana ni mwanamke. Mwanamke anayetambua nafasi yake, mwanamke anayetambua majukumu ya kwake. Sikiliza, wakati mwingine kanisa limelegea, kanisa limeweza kufika sehemu ambapo halikupaswa kufika, kwa sababu wanawake tumesahau nafasi zetu. Wanawake tumesahau nafasi zetu, na ndio maana inapelekea kanisa kulegea, inapelekea kanisa kufika mahali ambapo halikupaswa kufika. Familia zetu zinavurugika, ni kwa sababu wanawake tumesahau nafasi zetu. Tunaona kwamba ile 50-50 ndio mpango wa maisha, kumbe tunajiharibia. Mahali pengine niliwahi kusema kwamba mwanamke asiyeheshimu nafasi ya mume wake ndani ya nyumba, huyo hajui nafasi yake. Hicho pia ni mojawapo ya kutokutambua nafasi yako. Kitendo cha kudharau au kutokumheshimu mume wako ndani ya nyumba, ukisema kwamba haki sawa, tunaenda kwa haki sawa, hilo pia ni tatizo la kutokuitambua nafasi yako kama mwanamke. Pamoja na mafundisho yote tunayoyapata, pamoja na mambo yote yanayoendelea, lakini tumepewa akili ya kutambua kwamba kipi napaswa kukifanya na kipi sipaswi kukifanya. Tulipokuwa kuadhimisha maombi ya dunia pale Mnazi Mmoja, Baba Askofu alifundisha akasema kwamba wanawake tumepewa funguo. Nilikubaliana naye kwa 100%, lakini sasa inakuja katika kutumia hiyo funguo uliopewa. Mara nyingi, na iko wazi kabisa, wanawake tulio wengi tunazitumia au tunaitumia hiyo funguo kwa upande wa negative tu. Yaani sisi tumetambua kuitumia hiyo funguo kwa upande wa negative tu. Tunaona kama hii funguo haitumiki kwa upande wa positive. Kwa hiyo hata mwanamke anapopitia shida katika ndoa yake, anapopitia magumu na mateso, basi anaona kwamba yeye anayo nafasi ya kulia na kuumia na kumlaani huyo bwana. Kwamba hajui machozi ya mwanamke, hajui ninapolia atapigwa, hajui ninapolia kila kitu hakitaenda, hajui ninapo. Ni kweli kabisa, unapolia machozi yako, huyo baba hatafanikiwa, mambo yake hayataenda, kila anachokifanya kitakwama. Alafu mimi napata faida gani? Baba kazi yake imekuwa ngumu, faida yake haioni, kila anachokifanya haki
hakiendi. Hata mimi ugali na wa watoto wangu haupo, ada za watoto hazipo, yaani maendeleo ya familia hayapo. Kwa nini tu basi tusigeuze kwamba kwa sababu nimepewa funguo, basi natakiwa kutumia hii funguo kwa faida ya kwangu? Mungu, huyu mwanaume ni kweli ananisumbua, huyu mwanaume ni kweli ananiumiza, lakini sasa naomba umbariki maisha yake, naomba umfanikishe, ili watoto wangu waweze kupata kile wanachostahili, waweze kunufaika, kwa sababu baba yao akikosa kazi, watoto wangu hawatapata chakula. Watoto wangu baba yao akipoteza mwelekeo, watoto wangu wamepoteza mwelekeo. Kwa hiyo basi tutumie zile funguo kuwafungua hao wa baba, haijalishi anatuumiza kwa kiasi gani. Kama nikimwomba Mungu kwamba Mungu mfanye huyu mwanaume aumie, kazi yake iharibike, mambo yake yasiende sawa, Mungu anasikia na kujibu. Kwa nini asisikie ninapomwambia Mungu, badilisha moyo wa mume wangu, badilisha, kufanikisha kazi za mume wangu? Kwa nini Mungu asisikie? Kwa nini anakuwa ni Mungu wa tofauti? Kwa nini Mungu mwingine? Lakini wanawake wengi tumekuwa tukijisikia tu kwamba machozi yangu nikilia hatafanikiwa, machozi yangu nikilia hataweza kufanya, hatafika mbele. Huyu baba asipofika mbele, hata wewe hautafanya maendeleo. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuzitumia nafasi zetu vizuri. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kama najivunia kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, sijaumbwa kwa jinsi ya ajabu kwa kutumia vibaya nafasi niliyopewa. Nafasi niliyopewa si ya Qur'ani tu. Ukiona kinywa chako kinatumia muda wote ni Qur'ani, na maana unamilikiwa na roho ya uharibifu. Kama nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, huyu aliyeniumba ameniumba kwa jinsi ya ajabu, basi ninaweza kuitumia hii fursa kwa namna ya kubariki pia, kwa namna ya baraka pia. Waamuzi 5:7, mwanamke Debora alipoona ya kwamba taifa lake limekosa kiongozi, ni baada ya kifo cha Joshua, taifa la Israeli lilipita mahali pagumu sana kwa kukosa viongozi. Kwa hiyo mwanamke, unayo nafasi ya kutambua namna ya kuibeba familia yako, ili familia yako iweze kusimama. Inakutegemea wewe mwanamke uliyesimama kwa nafasi yako na kuihurumia na kutamani familia yako ipige hatua au iende vizuri. Lakini si tu familia yako, kanisa linaamini kwamba huyu mwanamke anayeweza kusimama kwa nafasi yake akainua familia yake ni huyu mwanamke ambaye anaweza akasimama hata akaweza kuliinua kanisa la Mungu likaweza kusonga mbele. Na ndio maana hata wakati wa mateso ya Yesu, walioonekana na misuli ya imani ni wanawake. Kwa maana hiyo watu wote walishindwa na kukimbia, lakini wanawake walionekana kuwa na misuli ya imani mpaka Yesu alipofika Golgotha. Wanawake walifika mahali pale. Hata katika familia inapopitia magumu, tunaona kabisa wenye misuli ya kusimama na familia mpaka mwisho ni wanawake. Kwa hiyo wanawake tumepewa nguvu ya kiroho, nguvu ya ndani ya kustahimili mambo. Si kwamba kwa sababu wanawake tumepewa nguvu za ndani za kiroho za kuweza kustahimili mambo, basi wanaume ndio maana wakapewa nguvu za nje za kuweza kupambana na kukabiliana na mambo ambayo tunaweza kukabiliana nayo. Nataka nikwambie hivi, wanawake tumepewa nafasi kubwa katika shamba la Bwana
na ndani yake tumepewa misuli ya imani kuliko mtazamo wa kimapokeo unavyoweza kumtazama mwanamke. Mtazamo wa kimapokeo unamtazama huyu mwanamke kwa hali ya uzoefu ya hafifu au kwa hali ya kwamba mwanamke ni chombo ambacho ni dhaifu, lakini si kama ulivyo mtazamo wa kibiblia. Biblia inamtazama mwanamke kwamba mwanamke ana misuli ya imani na kuweza kusimamia kusudi la Mungu ambalo limewekwa ndani yake. Mwanamke ndiye ambaye anakuwa na msuli wa imani wa kuweza kusimamia lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Kanisa la Mungu, haleluya! Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Katika nafasi tulizopewa kama wanawake, yako mambo ya kuweza kukusaidia au kutusaidia kutunza nafasi zetu. Jambo la kwanza la kukusaidia katika kutunza nafasi, ombea moyo wako ufunikwe na kava la imani, ili imani yako isiyumbe. Ili uweze kulitimiza kusudi na kusimamia kusudi la Mungu, basi unapaswa moyo wako ufunikwe na kava la imani ambayo linaweza likakusaidia katika kustahimili mambo magumu ambayo unaweza kukumbana nayo. Tukisoma katika kile kitabu cha Mathayo ile 15 ule mstari wa 21, maneno yanasema, Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akisema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akisema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndivyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ukilisoma hili neno kwa jinsi ya mazoea, utaona kwamba ni neno la kawaida, lakini si neno la kawaida. Kwa imani tulizonazo kwa Kristo wa leo, moja kwa moja unapokwenda kuhitaji msaada kwa mtumishi wako, au unapohitaji maombi kutoka kwa mtumishi wako, haijalishi una uhitaji au una shida kubwa kiasi gani, lakini imani tulizonazo kwa miaka ya sasa, tunatarajia majibu mazuri kutoka kwa wale tuliowategemea au tunaohitaji huduma kutoka kwao. Mtu akiwa anasumbuliwa au ana mgonjwa, anapomtafuta mtumishi wake
na kumweleza juu ya shida yake. Mtumishi, samahani, nina mgonjwa. Mtumishi akasema, samahani mtumishi, nina ratiba kidogo, ninaomba univumilie. Jamani, ameomba tena kwa hekima. Kinachofuata hapo baada ya kukata simu na hii mitandao ambayo sasa imedani, hata unaona mchungaji, unaona mtumishi, yaani sijui tumeletewa mtumishi gani wa sasa. Eti kabisa mimi Mkristo wake, nina shida, nina mgonjwa, nampigia. Kwa hiyo anaweza akaheshimu ratiba zake kuliko mgonjwa. Kwa hiyo hapo anawapigia watu na kueleza maneno ya ajabu. Lakini ukiangalia pengine amejibiwa kwa lugha ya hekima. Unaona, kwa kweli sio mtumishi kabisa. Kwa kweli anaweza akaeleza maneno ya namna hiyo. Ni kwa sababu gani? Ya imani tulizo nazo. Lakini tukiangalia huyu mwanamke Mkanaani alipewa majibu magumu, lakini kwa sababu moyo wake ulikuwa umefunikwa na imani, alikuwa na imani thabiti, alijua kabisa huyu ninayemwendea ndiye mwenye majibu ya shida yangu. Nitakwenda kila kona, sitapata majibu. Nimezunguka kila mahali, sijapata majibu. Haijalishi amenijibu nini, lakini nitang'ang'ana kwa sababu yeye ndiye mwenye majibu ya shida yangu, ndiye aliyebeba kesho yangu, ndiye aliyebeba uponyaji wa binti yangu. Sitakwenda mahali pengine bila kujali amenijibu majibu magumu, bila kujali amenijali kwa kiasi gani, lakini sitamwacha aende, kwa sababu yeye ndiye aliyebeba uponyaji wa binti yangu, yeye ndiye aliyebeba uponyaji wa maisha yangu. Ndivyo iwe hivyo hata kwetu. Haijalishi unapita wakati mgumu kwa kiasi gani, lakini unapotambua kwamba madhabahu ya mahali hapa ndiyo iliyobeba uponyaji wangu. Tusiwe watu wa kutangatanga na kugeuka kwamba pengine niende mahali fulani kwa sababu mtumishi wa mahali pale ana majibu mazuri. Yesu atakapokuwa akija na majibu yako, atakuta haupo, kwa sababu umeacha mahali pa muujiza wako, umekwenda kutafuta muujiza mahali pengine. Haleluya, haleluya! Tambua kwamba umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Kuwepo kwako hapa leo si kwa bahati mbaya, bali umekusudiwa. Ng'ang'ana mahali ulipo, kwa sababu nafasi yako iko pale ambapo umekubali kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, ombea Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kukataa kutumikishwa na shetani. Tukisoma katika kile kitabu cha Mathayo 14 ule mstari wa 6, tunaona ni namna gani mtu unaweza ukatumikishwa na adui pasipo wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo katika hizi nafasi zetu, ndio maana nikasema kuna mahali pengine unaweza ukaitumia nafasi yako vibaya kwa kuona kwamba unatimiza kusudi lako, lakini kumbe unaitumia nafasi yako vibaya. Kwa hiyo ng'ang'ana au tafuta Roho Mtakatifu akuongoze katika kusimama au kusimamia kusudi lako na usitumikishwe na shetani. Lakini jambo la tatu, usiweke mtazamo wako katika mazingira, bali angalia nafasi yako. Katika ile kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura ya 5 mstari wa 1 hata wa 9, mazingira yasikuondoe kwenye nafasi yako. Haijalishi unapitia mazingira gani na wakati gani, usipoteze mwelekeo wako au nafasi yako kwa sababu ya mazingira fulani au kwa sababu ya pito fulani.
kwa sababu ninapitia nyakati hizi, basi ninaweza nikafanya jambo hili, japo si jambo la kupendeza au si jambo sahihi, lakini kwa sababu napitia hivi, basi ninaweza kufanya hivi ili tu kuweza kuepukana au kujinusuru na wakati. Mazingira yasikufanye uondoke kwenye nafasi yako. Mazingira yasikufanye utende tofauti na kusudi lako au nafasi uliopewa. Mazingira yasikusababishie kwamba ufanye tofauti na jinsi kusudi la Mungu linavyotaka ufanye. Kanisa la Mungu, haleluya! Waenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe! Kanisa la Mungu, haleluya! Shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi, makofi mengi mengi, makofi mengi mengi. Tunapoadhimisha maombezi yetu ya mwaka 2025 tunajivunia neno hili ya kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ili niweze kusimamia kusudi la Mungu aliyeniumba kwa jinsi ya ajabu na si kupoteza nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kusimama katika kusudi la Mungu ili kuweza kutimiza yale ambayo Mungu ametukusudia katika maisha yetu. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Ninapaswa kuilinda nafasi yangu na kutambua nafasi niliyopewa na Mungu kwa lengo la kutimiza kusudi la Mungu. Si tu kwamba nijivunia kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, lakini nikisimamie ile nafasi niliyopewa kwa namna ya kwamba kutimiza lile kusudi lililokusudiwa na yeye aliyenikusudia katika kulitimiza kusudi la kwake. Kila mmoja yuko mahali hapa kwa sababu ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo haijalishi kwamba tuko namna gani, au kila mmoja anapaswa kutambua kwamba ameumbwa kwa jinsi ya ajabu ili tu kuweza kutimiza lile kusudi la Mungu. Na ndio maana hata tukiangalia sheria ya nchi ipo, bila kujali kwamba wewe hauifahamu sheria ya nchi. Ukitenda kinyume utahukumiwa. Kwa hiyo sheria ya nchi ipo ili wewe ndiye uitafute kuijua, ili usitende kinyume, kwa sababu ukitenda kinyume utahukumiwa. Sheria haitaangalia kwamba hauijui, na ndio maana Biblia ipo ili tuweze kujifunza kutoka kwao, na si kwamba utasema kwamba sikuweza kuielewa au kulielewa kusudi la Mungu. Hatutakuwa na nafasi ya kujitetea. Atasema nilileta Biblia. Kwa hiyo ni jukumu lako kujifunza maandiko ili uweze kusimamia au kusimama katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo kama unakwenda mahali haupajui, hata ukifika hauwezi kujua kwamba nimefika, kwa sababu mahali hapo haupajui. Sasa tunawezaje kutambua na kusimamia kusudi la Mungu katika maisha yetu? Ni kutafuta namna ya kujua kusudi la Mungu. Mimi na wewe tuko hapa leo kwa sababu ya mambo mawili tu. Jambo la kwanza linalotuweka mimi na wewe leo hapa ni uzima wa milele. Kuupata uzima wa milele. Kila aliyeko hapa
Jambo la kwanza lililotuleta hapa ni kutarajia ule uzima wa milele tulioahidiwa. Lakini jambo la pili, baraka. Biblia imetuahidi kwamba tukitii tutakula mema ya nchi. Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu kwanza tunataka tukaurithi uzima wa milele, lakini tuko hapa kwa sababu tunahitaji kubarikiwa. Lakini jambo la kwanza ambalo hata wale wafia imani waliendelea kung'ang'ana na kusimama katika kusudi la Mungu bila kujali wanapitia nyakati gani, wakikumbuka ile ahadi ya Mungu ya kwamba wameahidiwa uzima wa milele. Ilikuwa hata wakipigwa na kuburutwa, wakikumbuka tu ya kwamba uko uzima wa milele tulioahidiwa, basi wananyanyuka kwa ushindi mkubwa na kwa ujasiri mkubwa na kusema Yesu ni Bwana. Ndivyo ilivyo hata leo kwa wewe mwanamke unayemtumikia Mungu, ukitambua kwamba Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Mungu anakukusudia wewe ili kuweza kulifikisha kanisa lake pale alipolikusudia. Haijalishi watakutazama vipi, haijalishi nani atasema nini juu yako, haijalishi watu watakutazama namna gani. Simama kwa kusudi la Mungu na kusema kwamba acha waseme wasemavyo, acha waweze kunidharau jinsi watakavyonidharau, lakini kwa sababu ninaitazamia ile ahadi ya Mungu aliye hai. Simama kwa ujasiri mkuu, mtumikie Mungu kwa ujasiri, mtumikie Mungu bila kujali chochote, mtumikie Mungu bila kuogopa chochote, bila kujali kwamba nani atasema nini juu yako, bila kujali kwamba ni wangapi watakunyoshea vidole. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Simama kwa ujasiri bila kujali kitu chochote, ukikusudia kwamba unalitimiza kusudi la Mungu aliloweka ndani yako. Kila mmoja aliyeko mahali hapa atambua kwamba hata waseme kinyume namna gani, lakini kwa sababu ya kulitazamia lile kusudi la Mungu na ahadi ya Mungu ya kuurithi uzima wa milele, basi simama kifua mbele ukisema ya kwamba Yesu ni Bwana. Haijalishi jana nililala njaa, lakini Yesu ni Bwana. Haijalishi ni mwaka wa 20 sasa napita katika mapito, Yesu ni Bwana. Haijalishi ni mwaka wa ngapi sasa napitia magumu, lakini tambua kwamba Yesu ni Bwana, na ndio maana uko hai. Bila kujali unapitia magumu kiasi gani. Wako ambao hawakuweza kupitia hayo unayoyapitia leo, lakini hawapo. Kwa nini wewe Mungu amekuacha hai? Kwa nini Mungu amekuacha hai pamoja na mapito yote uliyopitia? Basi tambua kwamba liko kusudi na Mungu anatamani kutimiza kusudi lake kupitia kwako, na ndio maana amekuacha hai ili aweze kulitimiza kusudi lake. Simama tuombe. Asante kwa ajili ya nafasi hii, asante kwa ajili ya kibali hiki, asante kwa kuwa umetupa neema na kibali ya kuwemo hemani mwako siku ya leo kwa ajili ya kukumbushana maandiko yako matakatifu. Tujalie Jehova kutambua nafasi zetu ndani ya familia zetu. Tujalie Mungu aliye hai kutambua nafasi zetu ndani ya kanisa lako. Tupe neema na kibali hata cha kuweza kutambua nafasi yetu. Asante jemadari wa vita, kwa maana ni Mungu unasikia kuomba kwetu. Tunalibariki na kulitukuza jina lako takatifu. Asante mwamba wa uzima, Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya mahali hapa Jehova, tunapoendelea kukutukuza na kukuazimisha Mungu wetu aliye hai. Endelea kuhusika na maisha yetu kila mmoja wetu. Endelea Jehova kujifunua kwetu. Tunakuhitaji wewe Mungu aliye hai kwa ajili ya kuzitambua nafasi ulizotupa ndani ya kanisa letu. Tunakuhitaji Mungu aliye msaada wa karibu kwa ajili ya kutuwezesha na kutupa namna ya kuweza kutumikia. Asante kwa kuwa wewe ni hai.
lako. Tunalibariki na kulitukuza jina lako, msaada wetu wa karibu. Peke yako uliye Jehova Nisi, peke yako uliye Jehova ile, peke yako uliye msaada wa karibu, peke yako Jehova, peke yako uliye Mungu wa kweli. Endelea kujitwalia utukufu katikati ya kanisa lako. Endelea kujiinua Jehova, endelea kujitwalia utukufu Mungu wetu uliye hai. Tunapoendelea na ibada yetu mahali hapo Bwana, kaendelea kujitwalia utukufu. Tunapokwenda hata katika ibada ya kukutolea, mwaminifu kaendelea kujitwalia utukufu. Baba wa rehema, endelea kujidhihirisha. Peke yako Mungu wa kweli, peke yako Mungu wa baraka.